kumaliza mtanange wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans dhidi ya Namungo. Captain Kizinga, umezishuhudia dakika 90 za Young Africans? Ya, nashukuru nimezishuhudia. Nasema asante Mungu kwa kunijalia mimi kuwa miongoni mwa wanayanga waliokwenda kufurahi siku ya leo, kwa kumaliza mchezo salama na kwa alama 3 dhidi ya Namungo, timu ambayo imekuja na mpango mkakati, mpango mgumu, mpango ambao umekuwa ni mzuri. Wamecheza mpira mzuri, wameonyesha kiwango kizuri, tuwapongeze sana. Haikuwa rahisi ndani ya dakika 45 kwa sare ya kufungana kwa bao 1-1. Ulikuwa una pressure kiasi gani ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza? Lazima niwe mkweli, pressure ilikuwa ni kubwa, na sio mimi tu, hata wanayanga. Wako wanayanga wengi ambao hawakujaliwa kufika katika uwanja wa KMC. Simu zilikuwa nyingi, wengine wakisema je, tutatoka? Je, hivi? Pressure ilikuwa ni kubwa. Mimi niwaambie kwamba tuko na majeshi imara, tuko na wachezaji ambao tumesajiliwa, kikosi kizuri, kikosi cha upambanaji, na niwapongeze wachezaji wetu. Technical bench ipo kauli alisema Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni kwamba wanayanga msiwe na wasiwasi, tuko tayari kupambana machozi, jasho na damu kila mchezo kuhakikisha tunawapatia alama 3, lakini mwisho wa siku tupate ubingwa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kutupatia alama 3 siku ya leo na kutupatia furaha kisha kurudi kileleni. Alan Okello Starboy ndiye jina ambalo limeimbwa ndani ya dakika 90 katika uwanja huu wa KMC jijini Dar es Salaam. Mnasemaje? Unapozungumza kusema Alan Okello, malizia Starboy, moja kati ya wachezaji ambao tunasema asante President, asante Engineer Harris kwa kutuletea kipaji ambacho kimekuja kutupa furaha. Alan Okello anakwenda kutupatia leo tena alama 3. Alan Okello anakwenda kutufungia goli tena zingine 2. Kiukweli Alan Okello usimfananishe na mtu yoyote, utaenda jela wewe. Alan Okello unasema? Usimfananishe na mtu yoyote, utaenda jela wewe. Kamanda Mulilo anakusubiri. Kumfananisha Alan Okello na mchezaji yoyote kwenye nchi, Kamanda Mulilo anakusubiri. Unakwenda jela wallahi, nakwapia. Nani? Ile penalty aliyokuwa anapiga, mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi hii kauli napenda kuizungumza sana. Ukimfananisha Alan Okello na huyo mchezaji mwingine unayemsema wewe, unakwenda jela. Kwa nini unakwenda jela? Kwa sababu Alan Okello ni kipaji harisi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alan Okello ni mchezaji ambaye uwezo wake anatumia akili sana, maarifa yake. Ni mchezaji ambaye narudia tena kusema uwezo wake ni majaliwa kutoka kwa Mungu. Wako vijana wanaopambana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kipaji cha Alan Okello ni kipaji na zawadi kutoka kwa Mungu, lakini wako wachezaji mpaka sasa hivi wanaendelea kutumia uwezo wa mganga, wanaendelea kutumia uwezo wa mganga. Kwa nini nakuacha njia panda? Anatumia uwezo wa nani? Wa mganga wa kienyeji. Una maana gani hapo? Mchezaji anayefananishwa na Alan Okello ni nani? Clatous Chota Chama. Ana goli ngapi? Triple C. Mwamba Lusaka. Nimelitaja jina lake kwa heshima. Ana goli ngapi mpaka sasa hivi? Ana goli 8. Alan Okello ana goli ngapi? Leo amefikisha goli 11. Goli 11. Kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lazima tuseme ukweli. Alan Okello na huyo mchezaji uliyemsema wewe, huyo mchezaji Clatous Chota Chama anatumia kipaji kutoka kwa mganga. Lazima ukubaliane na mimi. Chama amecheza miaka mingi sana, amecheza na wakina Medi Kagere, si ndio? Amecheza na wakina Emmanuel Okwi, mpaka leo hawapo. Hawapo Tanzania, hawapo kwenye mpira tena wa dunia ya leo. Wameshatanduka ndo lugha juu, lakini wewe umezeeka bado unacheza mpira. Kama sio kipaji kutoka kwa mganga wa Zanzibari ni nini? Sio kujitunza. Baba unasema kujitunza, mchezaji amepita na mishangazi kibao Magomeni yote Tandale. Ana mishangazi kibao amepita nao tangu amefika mjini hapa. Ndio maana nakwambia. Hapana. Sio heshima yake wewe. Nisikiliza nikwambie, ndio maana nakwambia ukimfananisha na Alan Okello, kijana ambaye mpaka sasa hivi hana hata demu mjini hapa. Wewe umesikia Alan Okello ana demu? Hana. Alan Okello wakati anakuja, Alan Okello wakati anakuja mjini, mimi sijamuona. Ila nikwambie, Alan Okello wakati anakuja hapa, wachambuzi na watu mbalimbali walibeza. Lakini tuliwaambia Alan Okello ni kwa sababu tu bado ni mgeni.
hajajua mambo. Lakini Alan Okello sasa hivi, nenda kafuatilie, Alan Okello anaweza kala ugali wa dona wa muogo, viazi, magimbi, anakula safi, tayari kashauzoea mji vizuri. Ndio maana unaona tupatia burudani tunayoitaka sisi. Yes. Kurejea kwa Young Africans kwenye kilele cha ligi kuu Tanzania bara ni sawa na utakapomwona Simba Sports Club yuko kileleni, kama vile Young Africans bado hajacheza. Baridi lipo kweli juu kule kileleni. Tumeshazoea. Itoshe kuambia Watanzania, ukimuona Simba yuko kileleni, jua Young Africans hajacheza. Ukimuona Simba yuko kileleni, jua Young Africans hajacheza. Na ukimuona Simba yuko kileleni, nakwambiaje, ukimuona Simba yupo kileleni, jua Young Africans bado hajacheza. Pale ameshika tu kwa muda, atatoka. Na ukimwona Simba yuko kileleni kwa maana ya kuchukua ubingwa, hawezi kuchukua ubingwa kwa sababu vita ni kubwa tunajua, na nguvu wanayotumia tunajua, lakini lazima tupambane. Hii ni mechi ambayo, hizi mechi zilizobaki ni mechi ambazo wanayanga lazima tupambane sana sana. Tunatambua kinachoendelea mpaka sasa hivi. Leo hii wako mabounsa wao wamekuja wengi sana hapa uwanjani kwa lengo la kuja kuangalia ni kiasi gani wanaweza wakafanya chochote ili sisi tuweze kupoteza. Si umeelewa? Wamekuja wengi sana. Wengine wamefikia hatua wamekwenda kutafuta mpaka jezi za Young Africans wamevaa. Niwapongeze sana sana. Niwapongeze sana sana. Masteward wa Dar es Salaam Young Africans. Masteward wa Young Africans chini ya kiongozi mkuu kaka yetu Mzee Kasonso. Tuwapongeze kwa kazi kubwa walioifanya. Wameweza kuwatambua mabounsa wa mnyama wote waliokuwa hapa kwa lengo la kutaka kuhakikisha wanavuruga mchezo wetu wa siku ya leo. Wameweza kupambana kuhakikisha golikipa wa Namungo anakuwa kwenye mikono salama, taulo lake haliibiwi, lakini pia tuwapongeze kwa kuhakikisha wanamlinda Djigui Diarra, taulo lake haliibiwi. Wengi tumeshuhudia mchezo wa jana, golikipa wa Dodoma Jiji kaibiwa taulo lake. Wote tumeshuhudia golikipa wa Dodoma Jiji sikaibiwa taulo. Watu wanawatuma mpaka watoto maball boys. Lazima bodi ya ligi wakae makini, lazima bodi ya ligi waangalie hawa watu. Hivi vitendo wanavyovifanya sio vizuri. Leo hii ball boys anaacha majukumu yake ya mipira, anakwenda kuiba taulo. Leo hii golikipa wa Dodoma Jiji inabidi aende tena dukani akanunue taulo lingine. Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunawatoa mchezoni magolikipa, tunawatoa mchezoni wachezaji. Hii sio sawa, lazima tupambane. Clean sheet ya Diarra siku leo imeharibika. Yes, ni kweli. Clean sheet imeharibika. Lakini tuseme kitu kimoja.